Kama kuna jambo mojawapo kubwa leo hii, kocha wa Yanga Pedro Gonçalves atakuwa amejifunza yeye na wachezaji wake ni juu ya namna ya kukabiliana na timu inayozuia zaidi kutokea chini, tunasema low block. Marcelo Maximo na timu yake ya KMC wakicheza dhidi ya Yanga leo hii katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara kwenye uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Alipanga kikosi chake katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu, viungo watano, washambuliaji wawili, huku Pedro Gonçalves na Yanga yake akiingia uwanjani kwenye makaratasi na mfumo wa baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Lakini kwenye kucheza mifumo hiyo yote ilikuwa kama haionekani moja kwa moja, kwa sababu Marcelo Maximo na timu yake walizuia zaidi kutokea chini, wakishambulia mara chache kwa kushtukiza. Matokeo yake mechi ilionekana kuwa ngumu haswa mpaka kufikia mapumziko ambapo matokeo yalikuwa 1-1. Lakini kipindi cha pili Yanga mwisho wa siku, mabadiliko aliyofanywa na mwalimu Gonçalves yakampa manufaa, kwa sababu kati waliokuja kuingia katika kipindi cha pili wachezaji wake Celestin Ekwa, Edi Bobo Boyeli waliwaletea madhara makubwa KMC. Mwisho wa siku Yanga wakaibuka na ushindi wa mabao 4-1 na matokeo yake kukwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakifikisha pointi 10, huku wakifunga kwa ujumla mabao 9 wakiruhusu mabao 2, wakifuatiwa na watani zao wa jadi Simba ambao wao wana pointi 9 baada ya kucheza mechi 3 na kushinda zote, wakifunga mabao 8 wakiruhusu bao 1. Yanga ingali kileleni, lakini imecheza mchezo mmoja zaidi kulinganisha na wanaoshika nafasi ya pili ambao ni watani zao wa jadi Simba ambao wao wamecheza mechi 3. Yanga mechi 4 wana pointi 10. Kwenye mechi ya leo hii kama nilivyotoka kutangulia kwenye mfumo wa timu zote mbili, makocha Gonçalves na Marcelo Maximo waliingia kwa malengo tofauti tofauti. Gonçalves kama ilivyo ada alitarajia timu yake iwe ya kwanza uwanjani, kimiliki zaidi mpira, na ndipo akapanga katika kikosi chake kwenye makaratasi kionekana baada ya golikipa kuwa nao walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji wawili. Ilhali KMC ikianza na kikosi chenye golikipa, walinzi 3, viungo 5, halafu washambuliaji wawili. Ndani ya Yanga walioanza ni pamoja na golikipa Djigui Diarra, lakini katika mabeki 4 kulikuwa na Israel Patrick Mwenda beki 2, beki 3 alianza ni Mohamed Hussein Shabalala alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia Shadrack Isaka Boka. Mabeki wakati walikuwa ni manahodha wa Yanga, tunazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Dickson Job, ndio waliokuwa mabeki wakati. Lakini katika viungo 4 kulikuwa na nani? Kulikuwa na Juka Buya alikuwepo katika eneo hili, alikuwepo Maxim Pia Nzengeli katika eneo hili, Ofen Chikola. Kwenye washambuliaji alikuwepo Peodo Pacome Zouzoua, alikuwepo pia Prince Mpumelelo Dube. Wakati katika viungo hawa alikuwepo pia Mohamed Momo Dumbia. Wakati kwa KMC golikipa alikuwepo Hamisa Sumani, mchezaji ambaye golikipa ambaye amempata Azam kwa mkopo. Lakini katika mabeki watatu walikuwepo Salum Stopa, Ibrahim Nindi na Nixon Mosha kama mabeki watatu wakati kwenye viungo alikuwepo Redemptus Musa, alikuwepo Kevin Tondi, alikuwepo Kenny Ali Mwambungu, lakini vile vile alikuwepo Rashid Chambo. Miongoni mwa hawa viungo 5 alikuwepo vile vile Samson Mwaituka kama viungo 5, kukiwa na wachezaji wawili upande wa pembeni wakiwa ni wing back. Matarajio kwenye makaratasi kwamba wanaposhambulia wao ndio ibebe timu kwenye kushambulia kutokea pembeni, ambao walikuwa ni Rashid Chambo pamoja na Samson Mwaituka kwenye makaratasi. Lakini kwenye washambuliaji wawili alikuwepo Juma Sagwe, kijana under 17, alikuwa pamoja na kaka mkubwa Saliboko, Darwesh Saliboko, walikuwa wanakabilisha vikosi hivi. Lakini nini kilichotokea? Katika kipindi cha kwanza Yanga wakawa kimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi katika eneo la mwisho kwenye kushambulia kwao kwenye final third, kwa maana kwenye eneo la KMC. Lakini KMC wakizuia kwa idadi kubwa, Yanga wakajikuta wanakosa madhara. Mara nyingi wakawa kila wakifika mipira inaokolewa. Lakini hata hivyo katika dakika 36 Yanga wakafunga bao la utangulizi ambalo liliwekwa wavuni na Maxim Pia Nzengeli akitumia vyema pasi kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua, alikuwa mchezaji bora katika mechi ya leo. Lakini dakika ya 42 KMC wakasawazisha, ikiwa ni matokeo
ya mpira wa free kick uliotokana na foul aliyokuwa amecheza Pedro Pacome Zouzoua aliporudi nyuma kujaribu kuzuia, akicheza kama free roll leo hii, akicheza maeneo mengi uwanjani, ingawa kwenye makaratasi alionekana akicheza na Prince Dube, lakini Pedro Pacome Zouzoua alikuwa anapatikana maeneo mengi uwanjani. Kwenye dakika hiyo alicheza faulo ambayo shuti lilopigwa Djigui Diarra lilicheza na kuupangua mpira ambao aliwahi Saliboko akimzidi maarifa Isra Patrick Mwenda aliyekuwa jirani naye na kwenda kufunga kufanya matokeo yawe 1-1 mpaka mapumziko katika mechi ambayo ilionekana kuboa kutokana na mbinu kwa tofauti. Yanga wakijaribu kwenda kwenye eneo la KMC wakicheza kwa usalama zaidi, wakizuia zaidi na idadi kubwa, na ndicho ambacho kocha Maximo alikizungumza kabla ya mchezo kwamba amepanga viungo wengi kuhakikisha anadhibiti makali ya Yanga katika eneo la kiungo ambako ndio injini yao katika kuwapa mafanikio. Lakini kipindi cha pili mabadiliko aliyofanywa na makocha wote wawili kwa wachezaji, na hasa kwa kocha wa Yanga Gonsalves, kwa sababu walioingia walikuwa ni pamoja na Celestin Ekwa katika dakika 60 aliingia, lakini walioingia ni pamoja na katika dakika 75 Endi Bobwa Boyeli. Walioingia pia walikuwa ni pamoja na Shekan Ibrahim katika kipindi cha pili. Walioingia walikuwa ni pamoja na kama sehemu ya wachezaji walioingia katika kipindi cha pili, huko waliotoka akiwa ni pamoja na Ofen Chikola, waliotoka walikuwa ni pamoja na Mohamed Hussein Shabalala ambaye alipotoka aliingia Shadrack Isaka Boka, lakini waliotoka walikuwa ni pamoja na Prince Dube. Nini kilichotokea? Yanga ikaonekana kwenye kushambulia inakuwa na makali zaidi. Endi Bobwa Boyeli, Celestin Ekwa, uhusiano wao namna walivyokuwa kigusa mipira katika eneo la mwisho uliwavuruga mno walinzi wa KMC ambao nao kulifanyika mabadiliko kadhaa katika kipindi cha pili, ikiwemo kuingia kwa Hans Masoud, kuingia kwa Ismaili Gambo. Lakini Endi Bobwa Boyeli, Shadrack Isaka Boka pamoja na Celestin Ekwa wakiungana na Pacome Zouzoua, Maxim pia Nzengeli walisababishia matatizo makubwa safu ya ulinzi ya KMC, na mwisho wake likawa ni bao katika dakika ya 73. Bao hili lilifungwa na Pedro Pacome Zouzoua akitumia vyema pasi kutoka kwa Isra Patrick Mwenda. Dakika ya 81 Endi Bobwa Boyeli akafunga kwa mkwaju wa penalty. Hii penalty ambayo ilitokana na yeye kufanyiwa madhambi na Ibrahim Nindi baada ya kupokea pasi nzuri kwenye eneo la 18, pasi kutoka kwa Celestin Ekwa, na hivyo wawili hao wakasababisha bao, wote wakitokea bench kwa mkwaju wa penalty uliofungwa vyema na Boyeli. Lakini kwenye dakika 90 plus Boyeli akahitimisha siku kwa kufunga bao la 4, pasi akipata kwa Celestin Ekwa na kufanya Yanga ibuke na ushindi wa mabao 4-1, huku Gonsalves bila shaka na mashabiki wakifurahia mabadiliko aliyofanya katika kipindi cha pili, maana wale walioingiza katika kipindi cha pili walichangia mno kuangamizwa kwa KMC, kwa maana Endi Bobwa Boyeli na Celestin Ekwa walihusika katika mabao yote mawili yaliyofanya Yanga ibuke na ushindi wa mabao 4-1, yakiongezeka idadi kwa yale yaliyotangulia kufungwa na kina Maxim pia Nzengeli pamoja na Pedro Pacome Zouzoua. Nini kilichowabeba Yanga leo hii? Ni pamoja na ustahimilivu hasa katika kipindi cha pili, kwamba waendelee kucheza mchezo wao pasi na kwenda katika eneo la mwisho bila kuchoka, ingawa KMC walionekana kuwa wazuri katika kuzuia. Lakini kilichowabeba kingine ni kwamba Yanga walionekana wana nishati zaidi kadri muda ulivyokuwa unakwenda, kulinganisha na KMC ambao walianza kuonekana kuchoka kimwili, lakini pia mental fatigue, kwa sababu yale matukio walikuwa wakiyafanya kwa usahihi sana katika kipindi cha kwanza kwenye kuzuia, nidhamu kubwa, wakizuia kwa kikundi kama units. Lakini katika kipindi cha pili makosa kadhaa walikuwa wakiyafanya na kuwapa fursa Yanga kumfikia golikipa wao Athumani, na matokeo yake wakajikuta wakipoteza mchezo. Kufungwa kwa leo hii kwa KMC maana yake kunaashiria kwamba KMC mechi 6 wameshinda 1, lakini wamefungwa 5, lakini hizi 5 wamefungwa mfululizo, maana kabla ya mechi ya leo dhidi ya Yanga walikuwa wameshapoteza mechi 4 kwa timu za Fountain Gate, walipoteza kwa Tanzania Prisons, walipoteza kwa Mbeya City. Kwa ujumla walipoteza mechi 4, huku walioshinda ikiwa ni moja tu ya ufunguzi wa msimu walipofunga Dodoma Jiji bao 1-0 lililofungwa na Darwesh, ambaye leo pia Darwesh Saliboko ndiye aliyefunga. Matokeo yake bado wako mkiani wakiwa na pointi 3 baada ya kucheza mechi 6. Mwenendo sio mzuri bila shaka. Maximo ana kazi ya kufanya kurekebisha mambo, kwa sababu mfumo wake inaelekea wa 3-5-2 ambao amekuwa akiutumia mara kwa mara katika msimu huu, bado inaelekea unawapa shida wachezaji wake, kwa sababu
Katika kipindi cha kwanza leo hii walionekana kuimara sana kuzingatia maelekezo, lakini kadri muda ulivyokuwa ukienda, hasa katika kipindi cha pili, makosa yalijitokeza mengi, wakawa wakishambulia kwa kuvizia sana, huku mashambulizi ya Yanga mengi yakifika kwa golikipa wao na matokeo yake wakapoteza mchezo huu. Kwa Yanga ya kufanyia kazi ni pamoja na kuendelea kuwa na subira na kuboresha namna yao ya kucheza dhidi ya timu inayozuia sana kutokea chini. Namna KMC walivyocheza dhidi ya Yanga leo hii, pengine Gonsalves atakuwa amepata kitu kuelekea mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao, ambapo wanakwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie, wanakwenda kucheza dhidi ya FAR Rabat ya Morocco na Al Ahly ya Misri, ambazo zenyewe katika baadhi ya michezo wanacheza kimalengo zaidi, wakizuia kama walivyokuwa wakifanya KMC leo hii, na hivyo Yanga atakuwa amepata kitu ambacho labda itakuja kuwasaidia hata katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Maana leo hii soka biriani, soka sambusa lilipata wakati mgumu katika kucheza, kwa sababu KMC walikuwa wazuri sana kwenye kuzuia, hasa kipindi cha kwanza, kabla kipindi cha pili kuzidiwa na mbinu za Gonsalves, na hasa baada ya kufanya mabadiliko ya wachezaji kadhaa. Mwisho wa siku Yanga wakashinda kibabe mabao 4-1. Yanga wakajiongezea nguvu ya ziada kwamba wako kileleni mwa msimamo, lakini pia kwa mpira huu alionyesha leo hii kucheza dhidi ya timu inayozuia sana, lakini bado wakiweza kuitoboa na kufunga mabao 4, maana yake inawafanya wawe na nguvu ya ziada kukabiliana na wapinzani wa aina tofauti za mchezo, ikiwamo wanaozuia zaidi kutokea chini, kwamba wajipange zaidi. Maana Yanga kwa kuwa na wachezaji wenye uwezo wa kubadilisha matokeo katika kipindi cha pili kama alivyoonyesha leo hii Ed Bobo Boyeli, Celestine, maana yake kitendo cha kuweza kukabiliana na timu inayozuia zaidi kutokea chini wakapata ushindi, maana yake kumbe wanao uwezo wa kupata matokeo hata kwa kucheza mpira usiovutia sana, lakini wenye malengo, wenye kufika zaidi katika eneo la mwisho, wakiwa direct moja kwa moja katika muda mwingi wa mchezo na kupata matokeo. Changamoto ambayo wanapaswa kufanyia kazi ni pamoja na namna ambavyo wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji, Prince Mpombelo Dube kwa mfano, kuboresha namna yake ya kutumia mipira ya mwisho, lakini pia Ofe Chikola kuwa na mahusiano mazuri na wenzake katika kupasiana. Inaelekea bado, kwa sababu kuna movement alikuwa akizifanya nzuri sana, anatoa pasi nzuri sana, lakini wenzake wanashindwa kuipata. Kwa mfano alikuwa akipishana na Dube mara kadhaa, lakini vinginevyo kwa ujumla wake Yanga walipata ushindi kutokana na kiwango walichokionyesha kwa kucheza mchezo mgumu dhidi ya timu inayozuia zaidi kutokea chini. Haukuwa mpira wa kuvutia, lakini ulikuwa mpira wa malengo kwao uliowafanya wapate ushindi mzito. Maana wangetaka mpira wa kuvutia, soka sambusa, soka biriani, leo hii wangejikuta pengine akina Saliboko, akina Juma Sagwe, akina Chambo ambao walikuwa wazuri sana kwenye mipira ya kujibu counter attack, wangeweza kuwadhuru. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi kwa namna iliyohitajika kutokana na namna walivyoiendea mechi ya leo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.